Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyid sallallahu alayhi wasallam. Baada tunawaletea matukio mbalimbali yanayohusu haji ya mwaka 2025 tukiwa tunawahoji viongozi waandamizi lakini wahudumu wa Allah wanaotumikia waja wao wema kwa muda mrefu kupitia harakati za kuwawezesha kuja kufanya ibada hizi katika ukamilifu uliokuwa wa juu. Aliokuwa mbele yenu ni shekhe asiyotambulishwa, shekhe wa watu, mtoto wa watu, lakini kipenzi cha watu, shekhe ambaye akisimama kila mtu anasisimuka, lakini tusiseme sana, Sheikh Abbas bin Ramadhan bin Abbas au Sheikh Abbasi bin Sheikh. Assalamu alaykum Sheikh Abbasi. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Haji mabruk Sheikh Abbasi. Hongera sana kuweza kutekeleza ibada ya haji kwa mwaka huu. Sheikh Abbasi, hatujui tuanze wapi. Wewe ni iconic kubwa sana katika dunia hii ya kileo kwenye platform za kawaida lakini hata platform za kimitandao. Sheikh Abbasi, umaarufu huu unakupa hamasa kiasi gani au unakupa shida kiasi gani? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. chochote atakachokupa Mwenyezi Mungu, ima akupe ufalme, ima akupe pesa, utajiri, ima akupe umaarufu, ima akupe ilmu. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinamfanya mwanadamu awe juu. Mara moja katika jambo ambalo ukiona uko katika stage gani katika hivyo vitu vinne, kitu kikubwa kwako wewe unachotakiwa ujipambe nacho ni tabia za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا سلام. hajakupa Mwenyezi Mungu kitu chochote, hakukupa umaarufu ili ujivune. Naam. Hakukupa umaarufu ili ujisikie. Naam. Kuna wengine pia walitamani kwa wewe kama wewe, lakini Mwenyezi Mungu hawajalia. Kwa hiyo changamoto kubwa unazozipata kwetu sisi katika jamii, mmoja wapo ni kwamba watu wote wanahisi kwa kuwa to be a famous, kwa kuwa kwako ni maarufu, unaweza kuwatatulia matatizo yao yote. Hilo moja katika changamoto kubwa sana. Lakini nini sisi tuwe supposed to do? Tunachotakiwa kufanya, tuwasikilize watu kwa nidhamu. Hata mtu kama jambo kakujia ni gumu, huwezi kulitatua, mwambie maneno mazuri, mweleze kwa adabu, mweleze kwa heshima. Kwa hiyo moja katika changamoto tunazozipata ni hizo. Lakini alhamdulillah yote haya ni maqadir ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhaji Sheikh Abbas ibn Sheikh. Tuna Sheikh Abbasi ambaye ni mudiru wa Madrasa al-Abbasiyya Zawiya la Sheikh Ramadhani ibn Abbas rahimahullah. Tuna Sheikh Abbasi ambaye ni imamu wa msikiti wa Mtoro, imamu mkuu wa msikiti wa Mtoro. Tuna Sheikh Abbasi wa Busati la Mtoro. Tuna Sheikh Abbasi kiongozi wa Al-Safa katika shughuli au katika uratibu wa shughuli za haji. Sheikh Abbasi yupi anakupendeza zaidi katika hao? Swali lako zito sana. Zito sana. Na kuunganisha na watu? Kwa nini mimi nisiseme multipurpose? Mtoro, msikiti wa Mtoro, msikiti wa Mtoro. Nataka watu wafahamu hivi jamii. Naam. Msikiti wa Mtoro umenilea. Naam. Khutba yangu ya kwanza nimeanza kupandishwa pale kutoa khutba ya Ijumaa nikiwa na umri wa miaka 16. Salam. Nafikiri watu wengi hawaelewi historical background yangu na ule msikiti. Kwa ni msikiti si tu kama nimeuparamia au umeniparamia. La. Kwanza msikiti wa Mtoro umenilea. Kwanza umenilea, umenikuza, umeniheshimisha. Naam. Na mimi nauheshimu sana. Na naupenda sana. Allahu akbar. Naupenda sana. Nao nakupenda. Nao ule msikiti nakupenda Sheikh Abbas. Na mimi naupenda sana. Maana kila unachokifanya ukinigusia msikiti wa Mtoro umegusa katika moja ya sehemu ya mwili wangu, jinsi ninavyoupenda na kuheshimu. Kwa hiyo sisi kama vioo vya jamii, kwetu hakuna jambo linalopaswa tulifanye
tuwe wacha Mungu wa kweli. Na tusiwe wacha Mungu wa usanii wa kuonekana na watu. Tuwe wacha Mungu wa kikweli. Ndiyo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kutupa msaada wa kudumu na kuweza kuongoza watu. Vile vile Abbasia. Abbasia ndiyo chuo cha mzee wangu aliokiasisi, na wewe unaonihoji pia umesoma chuo hiko kabla hujakwenda Misri. Kwa hiyo ni chuo ambacho kimetoa wanachuoni wengi, tumekirithi kutoka kwa mzee, na wamefariki waliofariki mpaka hapa dakika hii. Kiti hiki nimekikalia mimi, ni kiti kigumu kwa sababu mmoja wapo inabidi uangalie performance ya taasisi yako kielimu, umetoa wanazuoni wangapi, watu wangapi wako hivi. Kwa hiyo Abbasia msikiti wa Mtoro, Abbasia moyo wangu, msikiti wa Mtoro kichwa changu. Haya, twende pengine Al-Safa mwili wangu. Twende pengine. Kwa hiyo msikiti wa Mtoro moyo wangu, moyo wako, Abbasia kichwa changu, alafu na Al-Safa mwili wangu. Tukuulize hapo hapo, katika mwili, kichwa na roho, unawezaje kumaintain kuhifadhi au kutoa huduma za quality hali ya juu katika organs hizi tatu babu kubwa? Kuna kitu wataalamu wanasema specialization and division of labor. Ndio. Utakuta kuna sehemu unagawa tu nafasi. Ndio. Kwa mfano mimi nimeondoka sasa hivi msikiti wa Mtoro muda mrefu alhamdulillah. Ndio. Takriban mwezi mzima. Ndio. Wako watu wana perform vizuri kabisa. Mashaallah. Wana perform vizuri kabisa. Nazifuatilia khutba through Facebook. Mashaallah. Kila khatibu anahutubu nazifuatilia khutba na kuziangalia. Wanaendesha vizuri msikiti. Assistant wangu nilioacha alhamdulillah, na viongozi wa msikiti wa Mtoro bila kuwasahau kamati ya msikiti wa Mtoro imesimama imara. Mwenyezi Mungu atawalipa. Amin. Wanatuongoza na hawachelewi kutukosoa, japokuwa kwa njia ya adabu na heshima. Lakini pale unapoona viongozi wetu wa juu kidogo wanayumba, tunakaa nao. Kwa hiyo unajikuta unaweza kuongoza vizuri kwa sababu ya mashirikiano na tabia njema. Lakini katika na wasihi sana watu waliopewa taasisi kuziongoza wasiwe na kibri. Silaha kubwa kukuishi na watu vizuri, usiwe na kibri wala kile kitu alichokupa Mwenyezi Mungu. Kama ni elimu iko juu sana, usiwafanye watu wote wapumbavu, kwa sababu wako watu utakuja kukutana nao kule kuona wapumbavu hawatakubali, watareact. Wakireact hawataangalia uwezo wako wa ilmu wala nafasi yako, watataka kuangalia heshima zao. Kwa hiyo hakuna mtu anataka kuvunjia heshima yake. Kwa hiyo wajitahidi sana, kwa sababu kuna watu wana rank, wako juu, maana anajijua kabisa mimi kama katika jamii hii hawaniwezi kielimu. Sasa usiwadharau. Yule aliyokupeleka pale kielimu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mfano mzuri, mimi kuna imamu alikuwa kiswalisha msikiti mmoja maarufu, siwezi kumtaja wala kuutaja huo msikiti. Amerukwa na akili sasa hivi mwehu, lakini alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana. Kwa sababu kuna mambo ukiteleza Mwenyezi Mungu ile elimu mwenyewe anaweza kunyang'anya sana. Nani anaweza kuongozwa na mwehu? Fiqh inakataa. Mtu ambaye sio mumayizi huwezi kuongoza. Ni kweli. Umeona? Kwa hiyo kitu akikupa Mwenyezi Mungu sema alhamdulillah, kuwa na adabu, kuwa na heshima kwa kile kichache alichokupa nacho. Alhamdulillah. Hujatujibu swali umetukimbia. Asikimbii. Unawezaje kumaintain kuhifadhi huduma zenye ubora wa hali ya juu katika kuitumikia Abbasia? Chuo chako, zawia ya mzee, Mtoro, msikiti wa mjini, msikiti wa Dar es Salaam, Al-Safa, taasisi ya ndoto yako. Unawezaje kumaintain hizi zote kwa ubora wa hali ya juu? Kuna siri gani? Nimegawa kazi tu, siri kubwa ni hilo tu. Nimegawa kazi na wale niliowagaia alhamdulillah ni watu mu'tamad na waamini, wanafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kazi zinakwenda, hakuna binadamu yoyote duniani anaweza kufanya kazi zote peke yake. Yule ambaye namuona performance yake si nzuri namstopisha, lakini kwa taratibu na muelekeza. Sahihi kabisa. Salam Sheikh Abbasi. Tukirudi katika haji, umekuwa una serve au unahudumu shughuli za uratibu wa haji kwa miaka mingi. Hii ilikuwa ni sema ndoto yako wakati unakuwa? Nilimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nilipokuja kufanya umra yangu wa kwanza mwaka 1990. Allahu Akbar. Nikiwa mvulana bado mdogo. Allahu Akbar. Mashaallah. Nilipata offer. Kuna mtu alini offer wakati ule ATC nakuja. Kwa wiki mara moja nafikiri. Umra yangu wa kwanza nikasujudu pale kwenye Kaaba. Nikaswali pale makamu Ibrahim. Nikaenda Babu Multazim, nikamwambia Mwenyezi Mungu nakuomba ya Rabbi, katika mji huu baada ya kukanyaga leo nisistop kukanyaga katika miaka yangu yote mpaka nife duniani. Niliomba hii dua.
na hatuoni taabu ya aina yote zaidi ya raha tu. Allahu akbar. Umekuwa na mnadi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zawia la mzee Sheikh rahimahullahu, na unakabuli si ya kawaida. Bwana Mtume na mnadi Afrika, Tanzania, kilomita kadhaa kufika Saudi Arabia. Unapokuwa na umepata mashallah kujaaliwa na Mtume, naye anakupenda, kila mwaka anakuleta. Unapokuwa katika viunga wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye unamnadi kule, wanahudhuria maelfu ya watu katika shughuli ile ambayo unamnadi bwana Mtume. Unapokuwa hapa unajisikiaje kwake hapa bwana Mtume? Wallahi nawaambia watu, naam, hakuna jambo kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil janna. Huyo ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiangalie sana ndugu mtazamaji unaonitazama, ukiwa na chembe kidogo tu ya kibri na Mtume Muhammad umekwama sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya salam. Kwa hiyo ninapokuwa hapa mimi nakuwa katika bahari nyingine, kwanza kutamani kurudi nyumbani sitamani. Ya salam. Lakini zile sheria za kuondoka hapa ndizo zinazotufanya tuondoke. Watu wanatumia mapesa mengi sana kuitafuta safari ya hija kuja kumzuru Mtume Muhammad. Leo sisi tuko naye. Kwa kweli ukishafika katika kuba la Mtume unajiona umehama katika bahari nyingine sana kabisa. Sheikh Abbas. Naam. Alhaji Sheikh. Una Sheikh, una Alhaji. Lipi unalipenda katika majina haya mawili? Alhaji au Sheikh? Mimi napenda kuitwa Abbas. Abbas. Subhanallah. Inanitosha. Basi swali la mtego hilo. Sheikh Abbas. Mwaka jana ulitokea ukawa kioo cha jamii kwa kuwasemea wasioweza kusema. Ndio. Baada ya kutokezea ukawa shujaa ambaye ulitumia moja platform ukiweza kukosoa baadhi ya huduma zinazopatikana katika viunga vitukufu kunako maeneo wanapolala mahujaji. Uliguswa na watu waliguswa na ukasema. Naam. Mwaka huu ulivyokwenda katika viunga vile, kuna mabadiliko ambayo yanaonyesha labda ujumbe ulifika? Naam. Nashukuru. Tunaweza kusikia. Naam, nimeona mabadiliko makubwa, na ndugu zetu ambao waliniona live nikizungumza lile jambo nikiwa hapa katika kiwanja hiki cha Madina kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasifikiri labda nilisema kutaka kuadhiri, wasifikiri nilisema labda kutaka sifa, wasifikiri labda nilisema labda kutafuta kitu chochote. Ilikuwa nilisema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu subhanahu wa ta'ala, na alhamdulillah tumeaona mabadiliko makubwa kutokea mapokezi siku tulioingia, nidhamu ya kupokelewa airport, wana viongozi wanavyotubembeleza, tuliokuta huko wa ubalozi, maafisa wa ubalozi ambao tumewakuta wanakesha mpaka alfajiri, unaonea huruma, lakini hawana budi, lazima tutumikie mpaka mheshimiwa balozi unamuona kabisa mpaka sauti inashindwa kutoka, yuko na sisi. Wallahi safari hii tumefanyiwa jambo la kusema lazima binadamu ukifanyiwa wema shukuru. Kwa hiyo utatumia platform ile ile tena kwenda kuambia kwamba ujumbe wako umefika na umefanywa kazi? Definitely. Kama watu wamefanya wema, na bana wewe utakuwa binadamu ajabu, kazi yako kuona makosa ya watu tu, mema ya watu waone. Huo ni uhasidi kabisa. Binadamu shati upime, unaona mema wenzako yazungumze, mbona mema huyazungumzi, utakusema mabaya tu. Kama bishaida. Alhamdulillah. Kwa hiyo ilivyo hija haiwezi kwenda smooth kama uko nyumbani kwako. No. Hapa sio, kuna utaratibu, kuna hiki kidogo, lakini mambo yalikuwa mazuri alhamdulillah. Alhaji Sheikh Abbas, umekuwa una fasaha ya kueleza mambo kwa hali ya juu. Fasaha hii ulijifunza au ni kwa sababu ulizaliwa Dar es Salaam? Hapana, si sababu tu kuzaliwa Dar es Salaam. Imenisaidia madrasa. Kuanza kusoma madrasa mapema. Mashaallah. Katika madrasa mapema ndipo tunapopata fasaha ya kutengenezwa kusema. Mashaallah. Pale tunavyozungumza mashaallah, kuzungumza katika watu, kutoa kilma, ndio inatusaidia ile mashaallah. Sheikh Abbas, ndio Alhaji Sheikh Abbas, tunakwenda. Naam, naelekea hivi sasa, naelekea kubod. Alhaji Sheikh Abbas. Naam. Alhaji Sheikh Abbas. Naam. Kuna Busati la Mtoro ndio ambalo umelianzisha na linafuatiliwa na maelfu ya watu across the globe, ndio all around the world. Ndio. Hili lilikuwa wazo la nani? Ilikuwa ni fikra za watu mbalimbali wakiwemo ndugu zetu wa ZBC2
waliniita Mashallah. pamoja na viongozi wa msikiti wa Mtoro. Mashallah. Haikuwa fikra yangu peke yangu. Unadhani kwa nini walikuchagua wewe uwe ndo mtu ambaye ulisimamia ile swala? Kuna siri gani katika hili? Allah subhanahu wa ta'ala anajua mwenyewe walipima criteria gani za kwangu. Ndio. Lakini labda waliona naweza kuendesha kwa huu uchache wangu wa elimu Mwenyezi Mungu alionipa. Mashallah. Sheikh Abasi, unapokuwa pale katika lile busati na unajua kwamba thousands of people wanakufuatilia, wewe binafsi ile unajihisi vipi? Jambo la kwanza nilochunga ni kuchukua tahadhari. Naam. Kwamba sizungumzi peke yangu, nazungumza na watu millions people. Nazungumza na watu wengi. Kwa hiyo nachukua tahadhari zaidi na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kunipa taufiki, kwa sababu ma taufiki illa billah. Kuwekwa pale mahala kufikisha ujumbe ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh Abasi, tulihitaji kuongea mengi na kukuuliza mengi, lakini walil hadithi bakia. Mazungumzo yote siku zote huwa yanakuwa na muendelezo. Huu ni mwanzo. Tutakufuata Dar es Salaam kuendeleza na kukuuliza, lakini bila kusahau na mwenyekiti wangu tutakwenda tutampata kidogo. Asimame pale kidogo tuzungumze naye. Sheikh Abasi, Hajj mabrur wa dhanb maghfur wa sun mashkur. Tunaweza kujua ofisi za Al-Safa ziko wapi kwa Dar es Salaam? Zanzibar nyuma ya fire. Zinafanya kazi siku ngapi? 24 hours na siku zote inshallah, kasoro Jumamosi na Jumapili. Al-Safa na soda nyingine, kuna kitu gani ambacho kinafanya Al-Safa kuwa the best? Chuma iki hapa